Mei Mosi ya mwaka 2023 ndiko ambako ulikuwa ni mwanzo uwepo wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi hapa nchini. Ilianzishwa kupitia Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi namba 11 mwaka 2022. Lengo ni kuhakikisha kwamba taarifa za mtu binafsi zinatunzwa ili kusiwe na muingiliano ambao wakati mwingine unaleta kadhia katika masuala mbalimbali. Hii imeshuhudiwa sana hasa nyakati za uchaguzi, watu kuvamia taarifa za watu na kuzianika hovyo pasi na kupata ridhaa ya wahusika. Kwa hiyo ujio wa sheria hii imekuwa ni mwarobaini na tume yenyewe imekuwa ikifanya majukumu yake. Lakini katikati ya utekelezaji wa majukumu hayo, hivi majuzi tumeshuhudia ya kwamba kurasa mbalimbali zimedukuliwa na kuzua hali ya sintofahamu. Baada ya kutokea hilo, basi tume hii leo ikaamua kuwaita wanahabari pale Dodoma na kusemezana nao. Lengo likiwa ni kutaka kufikisha ujumbe mahususi kwa Watanzania wafahamu namna njema ya kuweza kutunza taarifa zao na kuwa salama zaidi kwenye hizo taarifa binafsi. Naitwa Nordin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Kutoka studio zetu za pale Dodoma tunaungana na Innocent Mungi. Yeye ni mkuu wa uhusiano na mahusiano kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Karibu sana Mungi. Asante sana Nurdin, nashukuru kwa kuwa na mimi jioni ya leo. Okay, tuanzie hapa. Watu wengi ni kama tume yenu hawaifahamu vyema. Mnaposema nyie shughuli yenu ni kuhusiana na mambo ya taarifa binafsi, huwa mnalenga nini haswa? Asante sana ndugu mtangazaji. Ninaamini kabisa kwamba hadi mpaka sasa tume yetu inafahamika kiasi, kwa sababu tumekuwepo kwenye utekelezaji wa majukumu ambayo sheria ulioitaja ya ulinzi wa taarifa binafsi namba 11 ya mwaka 2022. Tumefanya kazi sasa takriban mwaka mmoja na mwezi mmoja, na tumeweza kutoa elimu kwa umma, lakini pia kwa wadau mbalimbali, hasa wale ambao wanakusanya na kuchakata taarifa binafsi zile nyeti na za kawaida. Na tunapozungumza taarifa hapa, ni vizuri watu wakatambua maana iko tofauti kati ya taarifa binafsi na siri binafsi. Tunapozungumza taarifa binafsi ni zile ambazo zinamhusu mtu, kwa mfano utambulisho wake, taarifa ambazo zinaweza kumtambulisha, kwa mfano jina lake, jina la ukoo, mahali anapokaa, kazi anapofanya, namba yake ya simu, lakini pia hata na email yake, kwa mfano, ambazo tunaona hizi nyingi ndo zinatumika katika kufungua labda huduma mbalimbali za mitandaoni, lakini pia na kupatiwa huduma sehemu mbalimbali. Lakini ziko taarifa zile binafsi ambazo ni nyeti. Hapa tunazungumza kwa mfano alama za vidole za mtu, macho ya mtu, lakini kwa mfano vinasaba vyake kwa maana ya DNA, lakini taarifa zake za kiafya. Tunakwenda mahospitali, tunapimwa, taarifa zetu zinakaa wapi. Lakini pia ziko taarifa za miamala yetu tunayofanya, lakini na taarifa ambazo tumezitumia kwa mfano katika kufungua kupata huduma mbalimbali, zikiwemo labda mitandao ya kijamii, huduma za kibenki, huduma zote zile. Hizi taarifa kimsingi ndo ambazo tume yetu kwa mujibu wa ile sheria na kanuni zake mbili tunaisimamia. Kwa hiyo tumejitahidi, ingawa nchi yetu ni kubwa, lakini hiyo sio sababu ya kuweza kusema kwamba hatujaweza kukamilisha kazi, lakini tumefanya kazi kubwa ya kuelimisha watu. Tumekaa na taasisi zile nyeti, hasa zenye taarifa nyeti kwa ajili ya swala zima la ulinzi wa taarifa binafsi, kwa sababu swala hili pia linasimama katika swala zima la ulinzi na usalama wa nchi yetu, kama ambavyo watu wameweza kuona. Hapo Mungi, hivi karibuni tumeshuhudia kwamba kumeibuka udukuzi, na tena uligusa taasisi nyeti kweli kweli, na zikatoka taarifa ambazo katika hali ya kawaida ziliacha watu na bumbuazi wasielewe imekuwaje. Nafasi yenu katika eneo hili ni ipi, na baada haya yaliyotokea kuna lolote ambalo mmeshalifanya?
Asante Nurdin kwa swali zuri. Kimsingi sisi sheria yetu inasimamia jinsi ambavyo taarifa binafsi za watu zinatumika, kwa maana ya kwamba ili upate huduma yoyote inabidi utoe taarifa zako. Na kwenye swala hili sisi tunapohusika ni pale kwamba ni namna gani ulinzi wa taarifa binafsi unahusika katika kutoa huduma au kupokea huduma mbalimbali. Na kama ilivyo kauli mbiu yetu kwamba ulinzi wa taarifa binafsi unaanza na wewe mwenye taarifa. Kwa hiyo kwa jambo hili lilotokea tunaweza tukasema kwamba watu walitumia taarifa zao binafsi au taarifa za taasisi kupata hizi huduma, na katika misingi ile ya ulinzi wa taarifa binafsi yako mambo ya msingi ya kuzingatia ambayo ili uwe salama unatakiwa uweze kuyafuatilia. Na ndio maana kwa mfano kama umeiona kauli ya Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya mawasiliano ameongea vizuri kabisa kwamba swala hili halina maana kwamba nchi yetu iko katika hali isiyo salama kimtandao, kwa maana cyber space yetu iko salama, isipokuwa ni baadhi ya akaunti za watu ambazo labda kwa kutokuweza kumanage vizuri zile taarifa binafsi za kuzihudumia zile akaunti, labda kumeweza kutokea huo watu wengine kuweza kuingilia. Na ndio maana tunashauri wakati wowote unapopata huduma mahali popote, ni taarifa zipi unaingiza, taarifa zipi unazitoa, na kwa nini unazitoa. Ni vizuri kuhoji ili kuhakikisha kwamba inapotokea tatizo kama hili unaweza kusimamia swala zima la taarifa binafsi. Kwa hiyo swala hili ni moja ya yale maelekezo tunayotoa kwamba kila taasisi ihakikishe taarifa zake binafsi au zile ambazo wanazifanyia kazi na wamezichukua kwa watu ili kuweza kutoa huduma zinakuwa mahali salama, kwa maana ya mifumo, lakini pia wale wanaofanya ile kazi waweze kutambua dhamana yao katika kusimamia taarifa binafsi ambazo wanazifanyia kazi. Hapo Mungi, kwenye hilo eneo ambao umesema mifumo nalo mnalisimamia, tumeshuhudia mara nyingi watu ambao wanakuwa na followers wengi kwenye hizi mitandao ya kijamii, mara nyingi wamekuwa hatarini. Wanakutana sana haya majaribio ya watu kutaka kuchukua hizo kurasa zao na nini, na wakati mwingine kuna wale ambao wanafanikiwa, na maana yake mtu kwenye hizo kurasa kuna taarifa nyingi muhimu ameweka na hata mawasiliano mengine ambayo ameyafanya. Nafasi ya tume kwenye eneo hili la kuhakikisha kwamba watu hizo kurasa zao zinakuwa salama na hiyo mifumo na mambo yote haya wanaelewa fika ili wawe salama ni ipi? Asante Nurdin. Unajua sasa hivi tuko katika masuala mazima ya uchumi wa kidijitali, lakini pia shughuli zetu nyingi tunazifanya katika mifumo hii ya kidijitali. Na kumetokea sasa tunasema taarifa binafsi au taarifa kwa maana ya data ni biashara kubwa sana duniani, na tumeona watu hata wakisema kwamba taarifa binafsi sasa ndio mafuta na ndio dhahabu ambayo sasa hivi inafanyiwa kazi duniani. Kimsingi ni kwamba ukuaji wa teknolojia unapelekea masuala ambayo yanakuwa yanaleta vihatarishi kwenye matumizi ya teknolojia, na ndio maana serikali yetu kwa kutunga sheria hiyo ambayo ilikuwa ni takwa la kikatiba. Kama mtakumbuka, kutungwa kwa ile sheria kulitokana na ibara ya 16(1)(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ilani ya uchaguzi ya chama ambacho sasa hivi kiko madarakani. Walieleza kwamba wanaenda kulinda faragha na taarifa binafsi za watu, na ndio maana tume yetu ikaanzishwa kupitia ibara hiyo ya 16(1) 16(2) na 16(1) ikionyesha ulinzi wa taarifa binafsi na faragha za watu ni muhimu. Kwa hiyo hapa, kutokana na hali ya teknolojia ilipofikia, kila mtu anawajibika kuhakikisha yeye kwanza ndo anaanza kulinda taarifa zake binafsi, kwa sababu yeye ndo anazo na yeye ndo huwa anawajibika kuzitoa ili aweze kupata huduma. Kwa maana hiyo, kwa mfano, hata unaingia kwenye mtandao unataka kufungua account, lazima ufanye kitu ambacho ni moja ya misingi ya ulinzi wa taarifa binafsi, ya kuchagua
taarifa gani unaweka. Kuna watu wanaweka taarifa mpaka birthday zao, birthday za watoto, namba ya simu, anakoishi, kila siku unaandika pale check-in nyumbani kwako. Kwa hiyo unawapa watu nafasi ya kukujua kupitiliza, na wanaweza kutumia hizo taarifa zako kuiba utambulisho, ambalo ndo tunaweza kusema ni jambo ambalo limetokea, kwamba wameweza kuiba utambulisho kwa kupata taarifa binafsi ambazo labda zilifungua ile akaunti, au mtu alikuwa anaiendesha, au kwa ujumla hata hao watu uliosema huwa wanadukuliwa, hasa tunapowaona ma celebrity wetu akaunti zao mara nyingi zinakuwa hacked na kadhalika. Ni kwa sababu taarifa zao binafsi hawakuweza, sijui kwa neno la Kiingereza tunasema kuminimize, kutoa taarifa ile tu inayohitajika ili upate huduma fulani, lakini pia kuhoji huyo anayekupa taarifa ana sera ya ulinzi wa taarifa binafsi. Watu wengi mnaona sasa hivi ukiingia kwenye website inakwambia wanakusanya cookies. Cookies hizo ni taarifa zako binafsi wanazitafuta. Je, wewe unakubali tu kwamba zote zichukuliwe kila unachokifanya? Ukiweka password yako, kwa maana ya kwamba labda unavyoingia kwenye ule mtandao, kama inakusanya, ni rahisi mtu mwingine akazipata na yeye akazikusanya, au kama ana uwezo wa kuingia kwenye maeneo ambayo zinahifadhiwa na baadaye akafanya hicho ambacho anaweza kufanya. Kwa hiyo tahadhari kwa kila mtumiaji wa huduma ya kidijitali. Sasa hivi ziko apps nyingi, hizi program tumizi ambazo nyingi zinakusanya taarifa binafsi, na watu unakuta unaingia tu kuna watu wamedownload apps nyingi, kwa maana hizi program tumizi ambazo zinakusanya taarifa na zinakuomba uridhie, labda ziingie kwenye phone book yako, zikusanye unachokifanya kwenye simu yako au kompyuta, na baadaye ndio unakuta wewe kwa vile unahitaji ile huduma unatiki maboksi tu yale, lakini kimsingi umetoa ridhaa, umeruhusu taarifa zako binafsi. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hapa ni swala la elimu na kitu ambacho tunaita ni mabadiliko kabisa ya mfumo wetu wa maisha, kwa maana ya paradigm shift, kwamba tunatakiwa tuwe makini, tuwe na tahadhari, lakini tuwe wadadisi wa mambo, kujua kama hicho unachokifanya ni salama kwako na taarifa zako. Mungi, tumekuwa tukifanya huduma nyingi sana. Kwa sasa hivi ukitaka kufanya kuwa na SIM card lazima ufanye usajili, manake taarifa zako naziweka. Ukitaka kufungua account benki unaendelea tena kuweka, na huduma kadha wa kadha ambazo nazo zinahitaji kuendelea sisi kutoa taarifa zetu kila uchao. Wakati huo tunafahamu kwamba kuna taarifa zetu ambazo zipo NIDA, NHIF na taarifa zetu, NSSF na PSSF na wenyewe na taarifa zetu. Mtu wa kawaida anaona vipi usalama wa taarifa zake wakati ambao kuna taasisi nyingi zinazochukua hizo taarifa, na hata wengine kwenye masuala ya mikopo imekuwa ni heka kubwa, wakipeleka huko taarifa zao mambo yanamwagika hadharani? Swali zuri sana kaka Nurdin. Kimsingi ndio maana tume, kama ulivyoona leo, tumetoa taarifa kwamba tunakwenda kutoa elimu mahususi, hatua kwa hatua, jinsi ya taasisi zetu za umma na binafsi zinazotoa huduma kwa watu, kwa kukusanya taarifa zao waweze kupata elimu ya namna gani ulinzi wa taarifa binafsi unapaswa kuwa. Na tumefanya hii baada ya kuona tumepata usajili mwingi, kwa kweli watu wengi wamejisajili kwenye mfumo, na sasa tunataka wakafanye utekelezaji wa ile sheria, lakini ili tuweze hata kufanya ufuatiliaji na kuweza kuangalia uzingatiaji huko vipi, tumeona tukawape elimu hawa maafisa usalama, ulinzi wa taarifa binafsi wa taasisi za umma na binafsi, waweze kuelewa wajibu wao, waweze kuelewa nini watafanya. Kwa mfano swali ulilouliza, Mheshimiwa Rais amekuwa muda mrefu akisema swala zima la mifumo kusomana, na nimeona kwenye taarifa yenu ya habari hapa. Kimsingi ni kwamba hizo, wakati mifumo inasomana, sisi kama Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi tutakuwa na jukumu moja, kwamba pale watu wanapobadilishana taarifa, na ili uweze kubadilishana taarifa ni lazima uwe umesajiliwa na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, uwe na sera ya ulinzi wa taarifa binafsi za wale wateja wako, lakini pia uwe na mfumo mzuri wa kuweza kulinda taarifa hizo. Kwa maana hiyo, mifumo yote itapokuwa inasomana,
kila taarifa binafsi ya mtu itakapotumika ataweza kupata taarifa kwamba taarifa zake zimechakatwa mahali fulani, zimetumika mahali fulani kwa kusudio hili. Na tumeshaanza kuona, nafikiri watu wameona kwamba unapotumia kadi yako ya bima ya afya, kila inapotumika mahali unaletewa ujumbe. Huko tunakoenda hutaweza kupata huduma, hutaweza kuwapa watu huduma kama huna namba ya usajili ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, kwa sababu wakati wa kubadilishana taarifa lazima sisi tuthibitishe na kuhakikisha kwamba zile taarifa zinazobadilishwa zinakuwa salama. Na ndio maana Mheshimiwa Rais amekuwa akipigana kwa nguvu zote kuhakikisha mifumo yote ya utoaji wa huduma inasomana. Kwa sababu gani? Unajua, sio tu kwa sababu ya kusomana kwa maana ya kusomana tu. Ili kwa mfano wewe unataka kupata passport, huna haja tena kuanza kujaza taarifa zako, umezaliwa wapi, babu, mjomba wako na nini. Utakapoingiza matakwa yako ya kupatiwa passport, taarifa ambazo mwenye mamlaka aliyopewa ya utambuzi ni NIDA, ana zile taarifa zako zote, zitaenda kupopulate kule kwenye mtu wa passport ili apate zile taarifa anazozihitaji yeye tu kwa ajili ya kukupa huduma ya passport. Huna haja ya kujaza tena mambo mengi. Ndio ile jamii namba ambayo utakapopewa, ukiijaza ile nambi namba itakusaidia wewe kupata taarifa zako. Na watu wengine wote wanaotoa huduma, iwe hospitali, iwe shule, iwe chuo kikuu, bodi ya mikopo, unapoingiza namba yako inaonyesha kabisa taarifa zako zote. Na sisi Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi tutakuwa tunasimama hapo katikati kuhakikisha hizo taarifa zinatumika kwa mujibu wa sheria ambayo imeanzisha matumizi ya hiyo taarifa yako, lakini pia hizo taarifa zinakuwa salama. Mungi, hapo umezungumzia kwamba nyinyi ndio mtakuwa mnatoa namba kwenda kwenye taasisi, wakati ukitolea mfano wa NHIF na namna ambavyo sasa hivi huduma, mtu akipewa huduma akienda hospitali akitibiwa, ni kweli tunapata hizo message. Hapo una maana ipi? Taasisi kwa maana ipi? Taasisi kwa taasisi ndio nyewe mtakuwa mna control, ama kuna mtu binafsi hapa anahusika katikati? Okay, kama ambavyo unafahamu, nchi yetu imepiga hatua kubwa sana katika swala zima la masuala ya teknolojia. Tulichofanya, kuna kitu kinaitwa Jamii Exchange. Ni mfumo ambao utatumika kuweza kubadilishana hizi taarifa. Nafikiri mmewasikiliza watu wa NIDA walivyokuwa wanazungumza. Sasa huu mfumo ambao utatumika katika mifumo kusomana, ndani yake kuna mfumo wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ambao unaitwa Consent Management System. Ni mfumo wa ridhaa ya matumizi ya taarifa binafsi za watu. Huu mfumo uko ndani ya ile Jamii Exchange, ambapo sasa wakati wanabadilishana taarifa, sisi tunaweza kuangalia kama taarifa za watu zimetumika vibaya, kwa maana kutakuwa na kuonyesha kwamba mtu fulani amebadilishana taarifa na mtu fulani, na mtu fulani ametumia taarifa za Nurdin ili aweze kumpatia simu kadi, na wewe utapata ujumbe kwamba taarifa zako zimetumika mahali fulani. Kwa hiyo wewe utakuwa unajua kama hujatoa ridhaa, basi una haki ya kuja kwetu, na sisi tumepewa mamlaka ya kisheria ya kufanya kesi kama mahakama ya mwanzo, ambapo tunaweza tukaliangalia hilo swala lako, na kama tukiona hukuombwa ridhaa na huyo aliyefanya hivyo amefanya makusudi, basi amevunja sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi kama inavyoelezea. Swala zima la ridhaa ni jambo la muhimu, na kwa maana hiyo ningeomba Watanzania waamini kabisa kwamba serikali yao imejipanga katika kuhakikisha taarifa binafsi wakati wa kubadilishana zinalindwa na huu mfumo ambao tunakwenda kuusimamia ndani ya huo mfumo mkubwa wa watu kubadilishana taarifa. Kwa hiyo Nurdin, hilo swala limekaa vizuri, serikali yetu imeliweka vizuri, na sisi kama tume tutahakikisha kwamba taarifa zenu binafsi zinakuwa salama wakati mnapopatiwa huduma. Katikati ya haya yote, teknolojia imeendelea kukua, na sasa kuna haya mambo, wengine wanasema akili mnemba, wengine wanaita akili unde, lakini kwa kimombo wanaita artificial intelligence, AI. Nafasi yenu ni nini katika kudhibiti hii teknolojia na kufanya mambo ya taarifa yaendelee kuwa salama kwa kila Mtanzania? Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Unajua, teknolojia
haitokei mahali pamoja. Tunajua katika swala zima la utandawazi hakuna mipaka kusema kwamba Tanzania yenyewe inaishia mpaka wake hapa katika swala zima la utandawazi. Ni kweli hizi tunaziita teknolojia zinazoibukia, lakini kuna maswala yale sasa sijui kama kwa Kiswahili itakuwa sawa, the internet of things, kwamba vitu vya kwenye mitandao huku, kwamba taarifa zinakuwa hivi, na tumeona hilo swala zima la akili unde na tayari tumeshaona hata pa Tanzania linatokea. Sisi kama Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi tunayo idara maalum inayosimamia mambo ya teknolojia zinazoibukia pamoja na utafiti katika kuangalia teknolojia ni namna gani hazitaathiri ulinzi wa taarifa binafsi. Tumeona sauti za watu zimeanza kuchukuliwa, zinatengenezwa video, picha za watu, unaisikia kabisa sauti ya Nurdin anatangaza taarifa ya habari, na yako mambo mengine makubwa ambayo yamefika sasa. Video yako inatengenezwa kama ulivyo wewe Nurdin, na unatangaza kwamba mwaka huu mimi sitakwenda kugombea uchaguzi, lakini sio wewe, lakini kumbe na wewe umeonyesha nia mahali, lakini kuna watu wanaweza kutumia akili unde wakakutengeneza wewe. Na tumeona huko nje sehemu kama Marekani, Bangkok, Thailand, huko watu wameweza kuibiwa paka dola 250 milioni kwa mtu kuitisha mkutano wa mtandaoni, na picha za watu unawaona kabisa, yule pale Mungi, yule pale sijui nani, na wanaongea kabisa na wanafikia maamuzi, toa hizo hela, peleka mahali fulani. Na haya mambo tutaenda kuyaona. Sisi kama Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi tumewaasa na tumetoa maelekezo. Tumeshakutana na baadhi ya wale ambao wanakusanya hizi taarifa nyeti, kwamba watambue kwamba teknolojia zinazotumika sasa hivi ni muhimu, wakaleta kwetu taarifa tuweze kuzikagua na kuzifanyia tathmini hizo teknolojia wanazotumia. Kwa mfano hizi program tumizi, kuna watu tuliona hapa katikati walikuwa wametengeneza program tumizi kwa maana ya app, zinakusanya taarifa ya watu, zinakuomba kibali cha kuingia kwenye simu yako, wachukue taarifa za watu walioko kwenye phone book, hata picha zako, na baadaye wanazitumia hizi ku blackmail, maana umewapa ruhusa, wanatumia akili, wanazichukua, wanatengeneza, wanasema huyu ni Nurdin. Kwa hiyo ni vizuri kwenye swala la teknolojia, kwa wale wanaotoa huduma kutumia teknolojia, waje kwetu tuweze kuwashauri. Tutawafanyia utaratibu ambao kama wenzetu wa mazingira wanapofanya ile environmental impact assessment, sisi huku kwetu tunafanya technological impact assessment, kwa maana ya kwamba kama unatumia teknolojia au unaunda teknolojia ya kutoa huduma ambayo itatumia taarifa binafsi za watu, basi uje tukusaidie kuangalia umeifanyaje. Na ndio maana ushauri wetu mkubwa sasa hivi tunasema iwe ulinzi wa taarifa binafsi by default. Yani unaanza kutengeneza kitu ukiwaza ulinzi wa taarifa binafsi za watu ambao wataenda kutumia ile program tumizi. Kwa hiyo ili swala tuko nalo vizuri, tuna idara husika ambayo inafanya hiyo kazi, na tunaendelea kutoa elimu hata jinsi ya watu jinsi ya kutumia mitandao na kuweka taarifa zao, kwa sababu hii akili undwe kaka Nurdini inaweza kukusoma wewe, ikakuprofile na ikatengeneza kitu kama wewe, watu wakaamini ni wewe, ukawa inaposti kama wewe na kila kitu. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, na huku tunakoenda watu wawe makini na matumizi ya teknolojia katika kila kitu wanachofanya. Wasiogope, lakini wawe na tahadhari, walinde taarifa zao binafsi. Wakati wetu umetukimbia Mungi, neno lako la mwisho. Tupo katika mwaka uchaguzi ambapo mara nyingi watu wamekuwa na tabia kuchukua taarifa za watu na kuzisambaza ovyo kwa nia ovu, kama ambayo tumesema hata kwenye AI imekuwa ikitumika. Neno lenu nini nyinyi watu wa tume? Kwanza kabisa ningependa kukumbushia kwanza ule ujumbe ambao leo tumeutoa kuhusu mafunzo ya maafisa ulinzi wa taarifa binafsi wa taasisi za umma na binafsi. Tungeomba watu wajiandae, watu walete watu wao kuja kujifunza, kwa sababu swala hili ni swala nyeti kwa ajili ya ulinzi na usalama wa taarifa zetu, lakini na nchi yetu. Watu wajitokeze kwa wingi kuja kupata mafunzo, na la msingi ni kwamba tutumie taarifa binafsi kwa mujibu wa sheria. Tayari sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ipo nchini mwetu, inafanya kazi, ziko kanuni, ziko taratibu na maelekezo. Tungeomba watu wawe responsible, niseme labda kwa Kiswahili, wahakikishe sheria ile wanaitekeleza kwa vitendo
kwa ajili ya usalama wetu, kwa ajili ya usalama wa taarifa binafsi za watu tulizo nazo na faragha ya watu, kama alivyosema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anazindua tume yetu. Alisema kabisa kwamba faragha ya mtu ndio maisha yake, ndio utu wake. Kwa hiyo naomba tulinde utu wa watu, tulinde taarifa za watu tunaowapa huduma, na tuhakikishe kwamba taarifa zote binafsi za watu zinalindwa kwa mujibu wa sheria ile, na maisha yetu yanakwenda kuwa mazuri kabisa. Nikushukuru sana Innocent Mungi kwa kuungana nami siku hii leo. Nashukuru sana kwa kuwa na sisi watu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi jioni hii. Asante sana. Ni Innocent Mungi huyo, mkuu wa uhusiano na mahusiano kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, tukiungana naye kutoka pale Dodoma, tukiwa pamoja kwenye uchanganuzi. Tulikuwa tukiangazia umuhimu wa uwepo wa tume hii nyakati hizi ambako pia tumeshuhudia ukifanyika udukuzi wa baadhi ya kurasa. Tukitaka kuona namna ambavyo tume inafanya ili kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa salama kwenye taarifa zake. Na kwa nukta hiyo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa juma hili. Mimi naitwa Nordin Seleman. Tukutane tena juma lijalo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.